Yes, maana tuko hapa katika mtoko wa Pasaka na pembeni yangu niko na mwimbaji wa nyimbo za Injili ambaye anafanya vizuri. Huyu si mwingine ni Kibonge wa Yesu, mtoto wa Mama Kibo. Bwana Yesu asifiwe. Amen, amen, amen. Uko vizuri? Mimi niko vizuri, namshukuru Mungu kwa sababu Yesu amefufuka na nimefufuka naye. Kuna vile vilikuwa vimekufa kwenye maisha yangu, vimefufuka. Mungu amenipa mwanzo mpya na mpenyo mpya. Naam. Mmoja kaniambia bwana Kibonge ndo kashuka bwana, itoka kwa Juksi huko na ni Lagos. Watu wamenibadilishia jina, sasa inaitwa Kibonge Okechi. Kwa hiyo Kibonge Okechi. Ndio. Kwa ndo tunaishi humo. Tunaishi humo. Nimetoka huko, nilikuwa kwa bwana Juksi, tumeingia hapa Tanzania tu. Namshukuru Mungu. Yes, yeah. Okay, tuko hapa katika mtoko wa Pasaka. Siku hii ina maana gani kwako Kibo? Mwaliko huu ambao umeupata kutoka kwa mama una maana gani kwako wewe? Kwangu una maana kubwa sana, hasa zaidi namshukuru Mungu kwa kuzidi kunipatia neema. Kadri ambavyo siku zinaenda, Mungu amekuwa akinipatia neema kubwa. Kibali chake kimekuwa kiniongoza. Siwezi kusema kwamba ni ujanja wala akili, lakini namshukuru Mungu kwa neema. Kwa sababu mimi hii itakuwa mara yangu ya pili sasa kushiriki mtoko wa Pasaka, na imenionyesha ni kiasi gani nazidi kupiga hatua. Lakini zaidi kikubwa mimi namshukuru Yesu kwa sababu amefufuka jamani. Labda kwa nini unapenda kujiita Kibonge wa Yesu? Kibonge wa Yesu nilitunukiwa, sikujipa mwenyewe, na ni jina ambalo nilitunukiwa mnamo mwaka 2013 nikiwa Ihanga Secondary School pale jijini Mbeya. Kwa ni jina ambalo nilitunukiwa tu. Sijiiti, wananiita. Naam. Moja ya waimbaji ambao wanazunguka sana sasa hivi nchi tofauti ni Kibonge wa Yesu. Mzee, nini siri? Unajua kule mmoja nilikutana naye akasema kwamba natamani mimi ningekuwa huyu jamaa. Naweza kusema siri kubwa ni Mungu, siri kubwa ni kunyenyekea, siri kubwa ni maombi, siri kubwa ni kusubiri wakati mzuri wa Mungu, siri kubwa ni kujituma, siri kubwa ni kufanya kazi. Yaani hivyo, ukifanya kazi nzuri watu wataona tu. You don't have to kusema kwamba jamani mimi nafanya hivi, lakini ukifanya kitu kizuri kinaonekana. Yes, yeah. Kwa namshukuru Mungu pia neema yake imekuwa nyingi mno. Yes, yeah. Tunaona pia sasa hivi katika live bwana Kibo unanyosha kweli kweli. Unadhani kulikuwa kuna nafasi ambayo imekosekana kwa waimbaji wengi sana wanatumia CD, umetumia njia hiyo kwamba kuweka sawa vitu, ama kuna nini kimefanyika hapa ni sasa hivi unanyosha pia kwenye? Kikubwa zaidi ni kuwa flexible na mazingira yoyote, kwa sababu kuna mazingira unaweza ukaenda yanakuwa hayaruhusu playback, unabidi ufanye live. Kwa kama muimbaji au mtumishi wa Mungu unafaa uwe flexible kwa namna yote. Kama huwezi kufanya live basi ni vyema ukajifunza, kwa sababu dunia tunayoiendea saa hizi utumiaji wa playback utakuwa ni hafifu sana, mchache sana. Kwa hiyo nimejitahidi na nimeomba Mungu aniwezeshe ili niwe muimbaji ambaye ninaweza kuendana na mazingira yoyote. Kwa kikubwa zaidi ni hicho. Natamani wakihitaji muimbaji wa live basi wasinikose. Wakihitaji muimbaji wa playback basi pia niwepo. Sawa, kuna mwimbaji mmoja tumefanya naye hapa mahojiano akasema kwamba yani sasa hivi unakuta kuna makundi ya waimbaji wanajitenga wa sasa hivi ni wa sasa hivi, wa kitambo ni wa kitambo. Tunaona hapa mtoka Pasaka umerikwa na Mama Christina Shoni, mwimbaji wa zamani. Imekuwa tofauti kwako wewe, kauli hii bwana unaamini kwamba ni kweli kuna makundi hayo ama kwako iko vipi? Kiukweli makundi yao mimi sijayaona. Kimsingi mimi tangu nianze nimepata support kubwa sana kwa watu ambao wametangulia. Kina kaka zangu Ambwene, Paul Clement, ni watu ambao mimi wakati naanza, watu ambao walikuwa wananitia moyo. Nimekaa na my brother Christopher Mwangila, ni watu ambao wamekuwa kinifundisha namna nzuri ya kuenenda na hekima, namna gani ya kutumika vizuri, namna gani ili uweze kusustain muda mrefu kwenye huduma inafaa behave. Kwa hiyo naweza kusema nimepata ushirikiano mkubwa. Kwa sijui kwa wengine, lakini mimi naona ushirikiano upo mkubwa sana. Nimekutana na comment nyingi sana tunasema kwamba waimbaji wa nyimbo za Injili wanapotea pale ambapo wanaanza kujiingiza katika siasa, kutunga nyimbo za kisiasa, kutumiwa na wanasiasa. Ikitokea shavu huko katika chama fulani kuna nafasi ya kutunga nyimbo ama ya kuhudhuria mikutano yao. Je, Kibo wewe kama uko tayari ama iko vipi? Kimsingi kabisa, kwa sababu kipawa sijajipa mwenyewe, amenipatia Mungu. Nitamuuliza Mungu, akinipa kibali nitafanya, akinikatalia sitafanya. Yes. Sabari. Kibali ndo kila kitu. Kibali cha Mungu tu. Chote kile cha kumalizia? Ninawapenda sana wapendwa wangu wote, mmekuwa mkinisapoti miaka mingi sana. Mungu awabariki. Msichoke kunisapoti kijana wenu Kibonge wa Yesu. Mwaka huu kuna baraka nyingi Mungu ameziandaa. Ninawapenda sana sana, asanteni kwa kunisapoti. Mungu awabariki mno. Nashukuru sana. Amen, asante.